Mkasa wetu wa siku ya leo unaanzia kwenye zahanati moja ya kijiji ambapo binti wa miaka 17 tu alionekana yupo chini ya uangalizi wa wakunga tayari kwa kujifungua. Binti, jitahidi sukuma usije ukamminya mtoto. Jitahidi binti, ulivyokuwa unafanya hukujua nini ambacho kitatokea. Watoto wadogo kuendekeza umalaya tu. Yalikuwa mweneno yaliwatoka wale wakunga wawili ambao walionekana wapo busy kumzalisha binti huyo. Kwa majina anaitwa Mwanaidi Aisha. Na kwa bahati mbaya sana binti huyu hamjui baba yake. Maana inasadikika kwamba mama yake alikwenda mjini kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Lakini baada ya miaka 2 mama yake huyo alirudi na ujauzito pale kijijini. Na bahati mbaya siku ya kujifungua ilipofika, mama huyo alijifungua mtoto na kufariki kabla mtoto wake huyo hajaonja hata ziwa la mama yake. Mama huyo alimwacha mtoto mchanga mikononi mwa dada yake, maana wazazi wao walishafariki muda mrefu. Kwa hiyo kichanga hicho kilibakia mikononi mwa mama yake mkubwa na kupewa jina la Mwanaidi, huku wakiwa hawajui hata ukoo wake, na kuamua kumpa ubini mama yake marehemu ambaye alikuwa anaitwa Aisha. Ndio maana akaitwa Mwanaidi Aisha. Mwanaidi alikulia mazingira magumu sana, maana malezi ya mama yake mkubwa ambaye alikuwa mlevi na mpika pombe maarufu pale kijijini hakuwa mazuri sana. Malezi hayo mabovu ya masimango yalifanya hata Mwanaidi alipofikisha tu miaka 15 akajiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi. Akiwa kafikisha miaka 16, Mwanaidi alibahatika kuolewa na kijana wa pale kijijini. Na kijana huyo, familia yao pale kijijini ilikuwa kama ukoo fulani hivi wa kichifu. Yaani ukoo wao ndo walikuwa wanatokea viongozi wa kijiji kile. Basi Mwanaidi alibahatika kupata ujauzito na ilikuwa furaha ya ukoo mzima pamoja na kijana yule ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Mboka, huku akijitapa kijiji kizima na kwa marafiki zake kwamba anakwenda kuita baba muda sio mrefu. Muda wa kujifungua ulipofika, Mwanaidi alikimbizwa kunako zahanati ambayo ilikuwa ipo kijiji cha jirani. Huyo ndo binti wa miaka 17 ambaye tunamuona yupo anapambana na maneno makali ya wakunga, huku akijaribu kukitoa kiumbe kilichoonekana kusubiriwa na wengi. Haya, jikaze, anatoka, sukuma kwa mara ya mwisho. Yalikuwa maneno ya mkunga ambaye alionekana angalau kidogo ana utu kuliko yule mwingine. Basi punde si punde sauti ya mtoto mchanga akilia ilisikika. Hiyo ilidhihirisha kwamba mtoto kazaliwa. Lakini yule mkunga mmoja alionekana kucheka mno baada ya mtoto yule kuzaliwa. Mungu wangu, kitoko gani hiki? Nye, ama kweli binti umejua kuzaa? Sofia, vibaya hivyo ujue. Na mkufuru Mwenyezi Mungu, kumbuka hujamaliza kuzaa na wewe. Hata kama sijamaliza kuzaa, ila siwezi kuzaa mtoto wa hivi ise. Mtoto kama panya. Mtoto anatoka nywele nyekundu. Singituko hiki jamani. Kichwa iko sasa. Ui. Yalikuwa maneno ya yule mkunga ambaye alionekana kuwa na roho ya kutu. Maneno yale ya kuumiza na kebehi yalifanya binti Mwanaidi kuzimia, maana yalikuwa makali mno. Kijana ambaye anaitwa Mboka alikuwa nje na mama yake mzazi akiwa anasubiri kwa hamu taarifa ya kujifungua kwa Mwanaidi. Mama, natamani mke wangu ajifungue mtoto wa kiume ise. Na mimi nitakuwa hivyo mwanangu, tuombe Mungu. Si unajua watoto wake wenzangu wana watoto wa kike watupo. Kwa hiyo naamini ukizaa wa kiume wataona wivu kweli kweli. Basi yalikuwa maneno ya Mboka na mama yake. Lakini punde si punde yule muuguzi na roho yake mbaya alifika pale tena akiwa anacheka mno, huku akiwa anatafuna na karanga. Vipi dada, mke wangu anaendeleaje? Kajifungua? Mboka akiwa na shauku aliuliza. Pale huna mtoto, kule nako ni kujifungua. Kiufupi kule ni kujifunga na sio kujifungua ise. Mtoto gani yule? Una uhakika ni wako kabisa?
mbona hata amwendani? Nesi, nini unamaanisha? Sijamaanisha chochote kile. Okay, mkeo kajifungua mtoto wa kiume, nenda ukajionee kituko chako. Aisee, yule muuguzi sijui alikuwa akasomea chuo gani, maana hakuwa kikazi kabisa. Yaani alikuwa kama analazimisha kufanya ile kazi. Basi Mboka na mama yake waliingia ndani kwa shauku ya kumwona mtoto. Lakini baada ya dakika kama 2 walitoka huku sura zao zikiwa zinajieleza kabisa kwamba hawana furaha. Mboka mikono ilikuwa kichwani, huku mama yake akiwa anasonya hovyo. Walikuwa wanatoka pale kwa spidi kama wanakwenda kufumania hivi. Basi yule muuguzi alikuwa anavunja vicheko mwenyewe. Mboka mwanangu, unaona ubishi wako? Nilikwambia muoe mtoto wa mzee Mbegu, ukaleta visingizio mara wao mweusi, mara muhuni. Ona sasa hiki kituko kinachokwenda kutokea. Sijui utamueleza nini baba yako mzee Mudimi. Mama, Mwanaidi alinisaliti. Yule sio mwanangu. Sio kwa kusaliti tu, unaowaje mtoto hata ukoo wake hajulikani? Mama yake alikuja na tumbo tu hapa kijijini. Hatujui hata alikoipatia hiyo mimba. Kama ukoo wao ni wachawi je? Au ukoo wao una laana? Tatizo Mboka, wewe mbishi sana. Ona sasa hii aibu. Unafikiri wake wenzangu wataongea nini? Nitaiweka wapi sura yangu jamani? Basi mama yake Mboka alikuwa analalamika njia nzima. Aisee, taarifa huaga zinasambaa sana kama mwanga, haswa kuhusu tukio ambalo sio la kawaida. Zile taarifa za Mwanaidi kuzaa mtoto wa ajabu zilisambaa kijiji kizima ndani ya muda mchache tu. Bila shaka ni yule muuguzi na roho yake mbaya ndio alifanya hiyo kazi. Yaani akina Mboka wanafika nyumbani tayari taarifa zilikuwa zimeshatangulia kufika. Basi wakiwenza wa Mboka ilikuwa si kwa vicheko vile, yaani ilikuwa tafrani pale nyumbani. Mama yake mkubwa na Mwanaidi akiwa karibuni naye alipata zile taarifa, na hiyo ilifanya aache kazi yake ya kuuza pombe na kukimbilia zahanati kuthibitisha je ni kweli au uzushi tu. Aisee, huku zahanati binti Mwanaidi alikuwa analia mno baada ya kumwona mtoto wake. Yaani alikuwa analalamika kwamba huenda kabadilishwa mtoto. Huyu sio mwanangu. Nipeni mwanangu jamani. Nasema huyu sio mwanangu. Yalikuwa maneno ya Mwanaidi akilia. Wakunga walizidi kumsitiza kwamba ni mtoto wake, maana hata hivyo hakuna mtu mwingine anajifungua kwa siku hiyo. Yaani Mwanaidi alikuwa kama kachanganyikiwa hivi. Mwanaidi alikuwa hamtaki mtoto wake, hata kumshika alikuwa hataki. Mtoto wa Mwanaidi alikuwa kazaliwa mdogo mno. Yaani alikuwa kazaliwa mdogo kuliko kawaida. Hata mtoto anayezaliwa njiti anakuwa mkubwa. Pia alitoka na nywele nyingi mno, alafu zilikuwa nyekundu kabisa, huku mtoto akiwa mweusi ti, kichwa kikubwa kuliko mwili. Yaani alikuwa haelezeki kiufupi. Ulemavu ulikuwa sio ulemavu. Basi mama yake mkubwa na Mwanaidi ghafla alifika pale zahanati akiwa na hema. Wauguzi walimsimulia kila kitu kwamba binti yake hataki mtoto. Aisee, siku hiyo ilikuwa patashika nguo kuchanika pale zahanati. Mwanaidi, wewe una kichaa ete? Huyu mtoto unamkataa na kosa gani? Au ana kasoro gani? Mbona mtu mzuri tu huyu kabisa. Aisee, mama yake mkubwa na Mwanaidi yeye peke yake ndo aliona mtoto ni mtoto, wakati wengine wote wakimtolea kasoro kibao. Huwezi amini, Mwanaidi kabla hata hajawa sawa kiafya alitoka pale zahanati huko akiwa kama chizi, tena bila mtoto, na safari yake ilimrudisha mpaka kwa mume wake. Na alipofika pale nyumbani alikuta familia nzima ya kina Mboka wamekaa kujadili uzao ule wa aibu. Aisee, ukichukulia na hasira alizonazo bwana Mboka na mama yake na ukoo wake kutokana na Mwanaidi kuwazalia kituko. Baada tu ya Mwanaidi kufika, Mboka alimdaka Mwanaidi na kuanza kumshushia kipigo bila sababu. Yaani alikuwa anapiga kwa hasira kama kakamata mwizi hivi. Kutokana na hali ya Mwanaidi ambayo katoka nayo hospitali huko akiwa katoka kujifungua,
Tena akiwa katokwa na damu nyingi mno pale hospitali, alidondoka chini baada ya kipigo kile. Familia nzima ya Mboka walikuwa wanashuhudia, huku wengine wakimchochea Mboka aendelee kumshushia kipigo. Muda huo huo mama yake mkubwa na Mwanaidi alifika pale, lengo likiwa ni kumletea Mwanaidi mtoto wake ambaye alikuwa analia kupita kiasi. Lakini mama yule alipofika pale nyumbani kwa mzee Mudimi, yaani nyumbani kwa kina Mboka, kitu alichokiona kwanza, alibaki katokwa na macho kama anayauza hivi. Haraka haraka alimtoa mtoto mchanga chini na kumkimbilia binti Mwanaidi pale chini. Lakini baada ya kufika habari ya Mwanaidi ndio ilikuwa imeishia pale. Maana mapigo ya moyo ya binti yule yalikuwa yamesimama kuashiria hayupo hai tena. Mboka alikuwa anatizamana na wazazi wake, huku macho yakimtoka kama kameza jembe. Yaani alikuwa haelewi kaua ama imekuwaje. Kilio kilianza kusikika kutoka kwa mama yake mkubwa na Mwanaidi. Mama yule alikuwa analia mpaka anatetemeka. Mzee Mudimi alimuita kijana wake Mboka pembeni ili waone namna ya kuliweka lile jambo. Maana ile ilikuwa kesi ya mauaji kabisa. Yaani kwenda kwenye debe ilikuwa inamhusu. Maana pamoja na kwamba kile kijiji kilikuwa na machifu, lakini pia serikali ilikuwepo, yaani mwenyekiti na viongozi wengine. Kutokana na kilio kikubwa cha mama yake mkubwa na Mwanaidi, watu walianza kumiminika pale nyumbani kwa kina Mboka, huku kila mtu akiwa haelewi chanzo ni nini. Story iligeuzwa ghafla pale pale na ilionekana Mwanaidi kafariki baada ya kutoka kujifungua na kutoroka zahanati. Ujue Mwanaidi alikuwa ananisaliti. Yaani alikuwa na ujauzito wa mwanaume mwingine. Sasa leo baada ya kujifungua pale hospitali, mimi nilimwambia huyo mtoto si wangu. Basi Mwanaidi kwa hasira alimsusia mama yake mkubwa na kuanza kukimbilia nyumbani. Lakini sijui kilimkuta nini. Sijui ni damu nyingi aliyoipoteza. Baada ya kufika hapa nyumbani alidondoka chini akiwa na hema na kuanza kugalagala chini. Baada ya hapo akapoteza maisha. Hayo yalikuwa maelezo ambayo Mboka alikuwa anayatoa mbele za watu. Muda huo mama yake mkubwa na Mwanaidi alikuwa anamkata jicho baya sana kijana yule, maana alikuwa ameona kila kitu. Lakini Mboka unasema alianza kugalagala, na hapa chini tunaona pana tope. Iweje huyu binti hata tope hana kabisa? Si mwili mzima angekuwa amejaa tope? Basi kuna baba mtu mzima mwenye busara zake alihoji hilo swali, lakini alijibiwa kwa hasira na mkato. Hata viongozi wa serikali walipokuja maelezo yalikuwa ni yale yale. Mama yake mkubwa na Mwanaidi ilibidi aanze kutoa maelezo ya ukweli kabisa, yaliyonyoka. Lakini huwezi kuamini kibao kilimgeukia. Tena huyu mama yake alikuwa anamfukuza mke wangu nyuma akiwa ameshikilia gogo. Nahisi kuna kitu kizito alimpiga nacho. Basi Mboka aligeuza maelezo. Kutokana na kwamba mzee Mudimi pale kijijini alikuwa anajulikana na anajuana na viongozi wa serikali ya kijiji na kata, ile kesi ilipindishwa na alionekana aliyeua ni mama yake mkubwa na Mwanaidi. Bi Mwanaidi, ukikubali kuhusika na haya mauaji, tutajua namna ya kumalizana na vyombo vya sheria, na wewe utaendelea kuwa mwanakijiji wa kijiji hiki, la sivyo utapata shida sana. Basi vilikuwa vitisho vya mwenyekiti wa kijiji vikimtaka mama yule akubali kesi isiyo yake. Ni kweli mama yule alikubali ili mambo yaishe, na kijiji kizima ilitangazwa na kujulikana kwamba Bi Mwanaidi ndo kamuua Mwanaidi. Japo kesi ilisha kinyemela, lakini jina la mama huyo lilichafuka vibaya mno. Hakuna mwanakijiji tena ambaye alikuwa anataka kunywa pombe za muuaji. Bi Mwanaidi alijaribu kuwaza na kuwazua, huku akiwa na yule mtoto mchanga ambaye hana matumaini ya kuishi tena. Bi Mwanaidi alijisemea kimya kwamba hawezi kukaa na ule mzigo na hawezi kuwa anateseka na mtoto ambaye haoni faida yoyote kwake. Pia hata baadhi ya mashoga zake wachache walimshauri mama huyo amtupe tu huyo mtoto, maana ataendelea kumletea nuksi kwenye maisha yake. Ni kweli ilipofika usiku Bi Mwanaidi alielekea mpaka porini akiwa na jembe. Baada ya hapo alichimba shimo dogo na kutaka kufukia kile kichanga.
Mtoto alikuwa analia mpaka analia tena. Yaani sauti ya mtoto ilikuwa kali na isipori zima lilikuwa linasikia. Sasa mtoto, mimi nifanye nini? Mamako kabla hajafa alikukataa, babako naye kakukataa, wanakijiji wote wamekukataa. Mimi ni nani? Nina roho ya aina gani? Na nitaishije haya maisha na wewe? Hapana, utanisamehe mjukuu wangu. Yalikuwa maneno ya Bi Mwaija akiwa anamweka yule mtoto kwenye shimo. Yaani hapo ndo sauti ya mtoto ilizidi kuwa kubwa. Mama yule, roho ikiwa inamuuma, mwili wake unatetemeka, alishika jembe kwa ajili ya kufukia, lakini nguvu za kunyanyua udongo na kufukia kile kichanga alizikosa. Yaani mwili mzima ulikuwa unamtetemeka. Hakika huruma ya ajabu ilimwingia. Alijikuta anamchukua mtoto yule na kurudi naye nyumbani. Mama yule alianza kumlea yule mtoto japo kwa kinyongo. Yaani alikuwa anamlea huku akiwa anamuona mtoto yule kama kamharibia maisha. Dosari ndo jina alilopewa yule mtoto. Yaani Bi Mwaija alijikuta tu anamuita tu hilo jina. Yote hiyo akiwa anaona huyu mtoto kamletea nuksi na dosari kwenye maisha yake. Nilikuwa nakula zangu vizuri kabisa. Maisha ya ujane umekuja kuyatia nuksi na dosari. Yaani mama yako nilimlea tokea akiwa kichanga, baada ya mdogo wangu kufariki, na sijawahi faidika naye kwa lolote mpaka anafariki. Leo hii tena naachiwa kichanga kingine. Aisee, hii ni nuksi. Hakika wewe mtoto, kuanzia leo nakuita dosari. Maana umetia dosari maisha yangu. Yalikuwa maneno magumu na mazito kabisa ya Bi Mwaija mbele ya mtoto yule mchanga asiyetambua lolote. Basi maisha yaliendelea, ila pale kijijini hakuna mtu aliyekuwa anadiriki kumgusa yule mtoto. Maana Bwana Mboka na ukoo wake walikuwa wameeneza taarifa kwamba mtoto huyu ana laana, na ukimgusa tu basi huenda na wewe ukapata laana, wewe na ukoo wako. Kwa hiyo ule mzigo ulikuwa Bi Mwaija mwenyewe. Hata mama huyo aumwe vipi au awe na dharura gani, alikuwa hapati mtu wa kumwachia, maana wote walikuwa wanamkataa. Mtoto dosari alikuwa na nywele nyekundu kama jezi ya simba, huku akiwa mweusi mno. Kichwa ndo ilikuwa usiseme, kikubwa kama tikiti. Halafu mwili mdogo, yaani alikuwa kama kachorwa hivi. Hakika maisha ya mama yule yalikuwa magumu mno. Maana pombe alikuwa hapiki tena. Huwezi amini, hata akienda virabuni pombe walikuwa wanakataa kumuuzia. Kwa hiyo akipata kiu ya kunywa pombe alikuwa anakwenda kijiji cha 4 kutoka kijiji chao. Maana hata vijiji vya jirani walikuwa wanamfahamu. Bi Mwaija alijikuta anaacha kunywa pombe bila kulazimishwa, kutokana na upatikanaji wa pombe kuwa mgumu kwake. Maana alikuwa ananyimwa. Mama huyo alibaki mtu wa vibarua tu pale kijijini. Miaka 3 ilipita huku maisha ya mama yule yakiwa yanazidi kuwa magumu kila itwapo leo. Yaani kuna muda mpaka alikuwa anajichukia yeye mwenyewe. Pamoja na udogo wake dosari, alikuwa kazoea kuoga matusi ya kila rangi kutoka kwa bibi yake. Yaani alikuwa anaona kama sehemu ya maisha yake. Dosari alianza kutumwa kazi tangu akiwa na miaka 3. Pamoja na kuwa na mwili mdogo, lakini dosari aliweza kubeba kidumu cha maji. Mtoto dosari alikuwa anaongea kama cherehani. Muda wote yeye alikuwa ni mtu wa kucheka tu. Atukanwe, apigwe, mtoto alikuwa anatabasamu tu. Huenda alikuwa anajua ule msemo wa yatima hadeki. Basi maisha yaliendelea huku dosari akiwa anazidi kumshangaza bibi yake. Yaani akili ambayo alikuwa nayo mtoto yule ilikuwa faster kuliko mtu mzima, haswa kwenye kukariri vitu. Tangu Bi Mwaija aanze kulea, alikuwa hajawahi kabisa kuona mtoto mwenye akili vile. Dosari alikuwa akiona kitu mara moja tu, basi anakichora kama kilivyo, tena chini. Pia akiona unafanya kitu basi ataiga na kufanya kama kilivyo. Ni Bi Mwaija peke yake ndo aligundua kipaji cha mtoto dosari. Maana yeye peke yake ndo alikuwa rafiki wa dosari na mzazi wake. Huwezi amini, kijiji kizima walikuwa wanajua dosari ni mtoto mwenye laana. Wazazi walikuwa wamewakataza watoto wao kumsogelea mtoto dosari. Haisee, mpaka dosari anafikisha miaka 5, huwezi amini,
alikuwa hana rafiki hata mmoja. Yaani dosari alikuwa anamfahamu tu bibi yake ambaye ni Mweija. Bi Mweija alifanya mpango wa kumpeleka dosari shuleni ili akaanze shule. Lakini huwezi amini, karibia shule zote kuanzia pale kijijini kwao mpaka vijiji vya jirani walikataa kumpokea mtoto yule. Huyu mtoto tumeletewa taarifa na viongozi wa kijiji kwamba ana laana na si mtoto wa kawaida. Kwa hiyo haruhusiwi kuchangamana na wenzie. Hizo ndo kauli ambazo walimu wakuu wa kila shule anakopelekwa Mweija walikuwa wanazitoa. Yaani walikuwa kama wamepangana hivi. Dosari mjukuu wangu, shule ndo ishakushinda hivyo. Hapo ukikuwa itabidi nifanye mpango nikupeleke Isowe kwa ajili ya kuchunga ng'ombe wa vibarua. Bibi yako nipate chochote kitu. Yalikuwa maneno ya Bi Mweija baada ya kujikatia tamaa kuhusu dosari kwenda shule. Maana kila shule walikuwa hawamtaki. Bi Mweija akipata pesa alikuwa anamnunulia dosari kidaftari na kalamu ili awe anajifunza hata kuchora. Maana kuna kipaji alikuwa anaona kimo ndani ya dosari. Huwezi amini, dosari kila anachokiona alikuwa anachora kama kilivyo. Asione kisu kakichora, asione kiberiti kakichora. Yaani alikuwa ni yeye na kuchora. Siku hiyo Bi Mweija alikuwa amekaa anamenya ndizi huku dosari akiwa busy na daftari lake. Bi Mweija alikuja kushtuka baada ya kushika lile daftari. Yaani alikuwa kachoro kama alivyo. Kuwa amekaa tena alikuwa ni yeye kabisa. Utafikiri kapigwa picha. Kwanza Bi Mweija alimwangalia dosari, pale pale chozi lilimtoka huku akitabasamu. Nguvu ya kuendelea kupambana kumtafutia mtoto dosari shule ili mjia upya. Aliamini kabisa yule mtoto ana kitu. Huwezi amini, upendo ambao ulizaliwa kati ya Bi Mweija na dosari ulikuwa mkubwa mno. Yaani mama huyo alijikuta anaweka matumaini kwa mtoto yule ambaye kila mtu alikuwa anamuona kitoko. Dosari mjukuu wangu, jiandae, kesho nitakupeleka shuleni tena. Bibi, shule wamenikataa, wamesema nina laana. Shule gani ambayo utanipeleka tena? Sikiliza mjukuu wangu, wewe huna laana, ila wanaogopa ukienda utawashinda watoto wao, maana una akili sana. Kisha nitakupeleka shule ya mbali. Ilikuwa maneno ya Bi Mweija akimtia moyo dosari. Na kweli ilipofika alfajiri mapema kabisa saa 11 waliamka na kuanza safari. Yaani ilikuwa safari ya kweli kweli. Awamu hii mama huyo aliamua kumpeleka dosari shule ya mbali mno ambako hata hawamfahamu. Yaani alivuka vijiji zaidi ya 7. Huwezi amini, kutoka saa 11 alfajiri walifika saa 3 asubuhi huko shuleni. Bahati ilioje, dosari alipokelewa shuleni na Bi Mweija alikuwa anahakikisha kila muda dosari anakuwa na upara kichwani. Maana nywele zake zikiota tu vilikuwa vituko ukilinganisha na kile kichwa chake. Mama, huyu mjukuu hiki kichwa alizaliwa nacho hivi hivi au karogwa? Basi mwalimu mkuu wa shule hiyo pamoja na kumpokea mtoto dosari, lakini hakuacha kumcheka dosari kile kichwa. Ushawahi kusikia wanasema watoto wenye ulemavu wa vichwa vikubwa? Basi ndo alikuwa dosari. Bi Mweija wala hakujibu lile swali, alicheka tu. Kinafiki ilimradi dosari asije katimuliwa pale shule, japo lile swali lilimchefua balaa. Maisha mapya kwa dosari yalianza. Huwezi amini, alikuwa anatembea zaidi ya masaa 5 kwa mguu ndo afike shule. Yaani alikuwa anavuka shule zaidi ya 6. Lakini dosari kile hakikuonekana kuwa kikwazo kwake. Kila siku alikuwa anakula bakora za wachelewaji shule. Yaani ilikuwa kama dozi kwake. Kwa mara ya kwanza pale shuleni dosari alipata marafiki, maana wengi wao walikuwa hawafahamu anakotokea na hawajui historia yake. Japokuwa alikuwa anamcheka kutokana na kuwa na kichwa kikubwa, ila walikuwa hawamtengi kama alikotokea. Akili ya dosari pale shuleni ilikuwa inawashangaza walimu. Yaani mtoto alikuwa anakariri vitu mpaka anakariri tena. Akiona kitu alikuwa anakwenda kukiandika kama kilivyo, hata kama ni maandishi. Alikuwa na uwezo wa kukariri mistari hata 5 ya maandishi na akaenda kuandika kama ilivyo. Walimu wakimfundisha kitu na wakajiroga kwenye maswali,
wakatoa kile alichokifundisha. Aisee, dosari alikuwa anapata 100, yaani anaandika kama alivyofundishwa. Pale shuleni kila mtu alikuwa anamzungumzia dosari. Yaani ndio kwanza alikuwa na miezi 2 tu pale shuleni, lakini mpaka walimu darasa la 7 walikuwa wanamfahamu. Siku zote binadamu ni wabaya. Yaani pale kijijini walipeleleza na kusoma dosari mpaka walifahamu. Huwezi amini, wambea walisafiri kutoka kijiji cha kina Mwaija mpaka kijiji cha 7 kupeleka umbea kumuhusu mtoto yule. Basi wazazi wenye watoto pale shuleni, baada ya umbea kutapakaa kumuhusu dosari, aisee, waliandamana mpaka shuleni wakimtaka mtoto yule afukuzwe pale shuleni. Japo kuna walimu walimtetea, lakini nguvu ya wanakijiji ilikuwa kubwa. Na kweli dosari bila sababu za msingi alitimuliwa shule. Basi dosari akiwa na machozi alirudi nyumbani na kumpatia bibi yake zile taarifa. Yaani miezi 3 tu ilitosha dosari kutimuliwa shule. Kutokana na zile taarifa, hasira ambayo Bi Mwaija alipata ilikuwa haina kipimo. Yaani mama yule akiwa kafunga kibwebwe kwa hasira, huyo alibeba miguu yake mpaka nyumbani kwa mzee Mudimi. Maana Bi Mwaija alikuwa anajua kabisa waliokwenda kuharibu ni Mboka na ukoo wake. Maana hao ndio walikuwa kimbelembele kusambaza sifa mbaya za dosari na kumpaka matope. Baada ya kufika pale, Bi Mwaija alimkuta Mboka na vijana wenzake kama 6 hivi wakiwa wanacheza bao. Maana nyumbani kwa kina Mboka ilikuwa karibu na virabuni, halafu ni njiani, kwa hiyo palikuwa na kilinge cha kuchezea bao. Aisee, Bi Mwaija bila kujali alianza kuporomosha matusi kwa Mboka na ukoo wake wote. Yaani aliongea kwa uchungu kweli kweli, huku akimkumbusha jinsi kijana huyo alivyomuua Mwanaidi. Basi Mboka na wale vijana wenzake waliona mama yule ni kama anawaletea dharau. Aisee, walimkamata na kuanza kumshushia ngumi, tena zile ngumi nzito nzito. Japo watu wengi waliona ile tukio, lakini hakuna aliamulia. Wengi walijisemea kwamba mama yule kajitakia mwenyewe. Bi Mwaija alikula kipigo cha haja, yaani mpaka alijikojolea. Alirudi nyumbani mwili mzima ukiwa umeiva. Kila kiungo kilikuwa kinauma. Akikohoa basi anakohoa damu. Dosari alichanganyikiwa mno kumuona bibi yake kwenye ile hali. Basi haraka ilibidi apashe maji na kuanza kumkanda bibi yake. Masaa alisogea. Ilipofika majira ya usiku, Bi Mwaija hali yake ilionekana kutokuwa nzuri hata kidogo. Yeye alikuwa anakohoa damu. Pia alianza kuhema kwa tabu, huku damu zikimtoka puani. Hata kuinuka alikuwa hawezi tena. Mama yule alikuwa anakiona kifo hiki hapa. Dosari, mjukuu wangu, hakikisha unaishi na kuwa shujaa. Dosari, wewe unaweza. Hakuna kukushinda. Watu hawakupendi kwa sababu wanakuonea wivu kwa akili ulizonazo wewe, ila wewe ni bora kuliko wao. Mjukuu wangu, pambana uishi. Tena uishi ukijua kwamba walimwengu sio wema, ishi ukijua huna ndugu. Yalikuwa maneno ya Bi Mwaija usiku ule kwenda kwa dosari. Baada ya hapo pumzi za mama huyo zilikata na damu iliyokuwa inavuja kupitia pua zake ikaganda. Aisee, dosari alikuwa analia, haelewi hata afanyaje. Basi dosari alitoka nduki pale mpaka kwenye nyumba ya jirani kwenda kugonga mlango, lakini wenye nyumba walipogundua ni dosari walimtimua pasina hata kumsikiliza. We mtoto, kumbe mwanga usiku huu wa manane kwenye nyumba za watu, hebu toka hapa. Ni kauli ambayo dosari alitupiwa. Sio hapo tu, alipotimuliwa hakuna sehemu ambayo alikwenda na akasikilizwa. Hata wale waliokuwa wanajifanya shoga zake na bibi yake walimtimua. Ilipofika asubuhi, walao ndo dosari alisikilizwa na taarifa kuhusu kifo cha Bi Mwaija zilisambaa kila kona. Hakuna aliyediriki kumnyoshia Mboka na wenzake kwamba wameua, bali kila mtu alikuwa anasema laana ya mtoto dosari ndio iliyofanya mama yule akafa kwa ghafla tu. Jamani, huyu mtoto tokea mwanzo nishasema ana laana, watu hawanielewi, unaona? Na akiendelea kuishi hapa kijijini, sio huyu tu aliyekufa, bali watakufa na wengine wengi. Yalikuwa maneno ya Mboka pale msibani kwa Bi Mwaija ambayo
alikuwa anasema. Sio yeye tu, hata mama yake Mboka naye alikuwa anasema hayo hayo. Hali hiyo ilifanya kila mtu kuongeza chuki kwa mtoto Dosari. Yaani hata baada ya mazishi ya Bi Mweja hakuna aliyediriki kubaki pale msibani. Kila mtu akiamini ile nyumba ina laana. Wengi wao hata walipotoka pale msibani walikwenda kuoga maji ya moto, wakiamini wanatoa nuksi. Basi Dosari alianza kuishi peke yake pale kwa bibi yake. Changamoto kubwa ilikuwa ni chakula. Dosari hakuwa na rafiki wala jirani. Kila mtu alikuwa hataki kuwa na urafiki naye. Bi Mweja alikuwa na shamba la mihogo na ndizi. Kwa hiyo hicho ndo kilibakia chakula kikuu cha Dosari. Yaani alikuwa anapika ndizi hata kama ni teta, yani hazijakomaa, basi anapika hivyo hivyo, tena mchemsho. Siku zilizidi kusogea. Dosari alikuwa katimiza miaka 7. Ila ukimwangalia mwili wake ni kama na miaka 3. Yaani alikuwa anaonekana mdogo sana. Nywele za Dosari awamu hii zilikuwa zinatisha, maana hata kumnyoa alikuwa hayupo. Yaani zilikuwa nyekundu kama kavaa wigi kumbe la. Hakuna mtu alikuwa anakubali kumpatia Dosari hata kibarua au kazi yoyote. Kwa hiyo Dosari alijikuta anaishi bila kuiona pesa muda mrefu. Ilifika kipindi hata mihogo shambani iliisha, pia migomba iliisha. Yaani alikuwa haelewi maisha yatakuwaje. Aisee, walimwengu wasivyo na huruma. Hata ile mashamba ya marehemu bibi yake walimfanyia figisu na kusema kwamba yalikuwa mali ya kijiji. Bi Mweja alipewa tu kwa muda awe analima. Yaani viongozi wa kijiji waliamua kuyapiga bei yale mashamba. Dosari sasa alijikuta yupo yeye kama yeye tu. Akili ya kuhama ilianza kumjia Dosari. Alikuwa anataka aende mbali kabisa ambako hata yeye hakujui. Siku hiyo ilikuwa mchana. Dosari alikuwa kachapika na njaa mno. Alikuwa na kimfuko chake kichafu huko akiwa kaweka viungo vyake. Safari ya mtoto huyo kuhama kijijini hapo ilikuwa imeiva. Lakini akiwa mdogo ghafla kwa mbele aliona gari dogo aina ya pickup. Gari hiyo ilikuwa imejaza vitu vya ndani. Yaani godoro, viti, ndoo na vitu vingine vyote. Ilikuwa ni ishara kwamba kuna mtu anahama. "We mtoto, samahani, njoo hapa." Basi gari lile lilisimama na mtoto Dosari aliitwa. Dosari alisalimia kwa heshima zote huko midomo ikiwa imepauka kweli kweli. "Vipi uko kichwani? Mbona umevaa wigi?" yule mama aliuliza akiwa ndani ya gari. "Hapana, ndo nilivyo, ni nywele zangu." Basi Dosari alijibu kwa kitabasamu. Maana mtoto huyo alikuwa hajui kabisa kununa. Hata akasirike alikuwa anatabasamu. "Okay, achana na hayo. Nataka kuuliza shule ya msingi Magoni iko wapi? Maana tunahisi tumepotea." Basi yule mama alionekana kwa mgeni wa mazingira aliuliza. "Ni hapo mbele tu, sio mbali. Ukifika kwa mbele hapo utaona kuna njia 3 zimepishana. Wewe kunja kushoto. Baada ya hapo utaona kuna miti mikubwa, hapo ndo shuleni." Dosari alitoa maelezo kwa ufasaha kabisa. Yaani kama Mungu. Yule mama alifurahishwa na uchangamfu wa Dosari pamoja na maelekezo yake. "Unasoma la ngapi mtoto mzuri?" Basi yule mama aliuliza. Aisee, kwa mara ya kwanza Dosari aliitwa mtoto mzuri. Hadi yeye alishangaa. Ukiachana na bibi yake ambaye alikuwa anamsifia kwamba ana akili, hakuna mwingine yeyote ambaye amewahi kumsifia Dosari. Basi Dosari alitabasamu baada ya kuambiwa mtoto mzuri. Akajibu, "Mimi sisomi." Kwa nini hausomi wakati utakao wepo shule? Shule zote amenikataa, eti nina laana. Mambo ya vijijini hayo. Ndio maana nilikuwa sitaki kuja huko, na kazi yenyewe niachane nayo. Yaani amekalia tu kuamini ushirikina. Sasa mtoto kama wewe, hiyo laana inatoka wapi? Sijui, niliambiwa tu hivyo. Sikiliza, kesho njoo na wazazi wako shuleni. Maana kwa sasa mimi ndio mwalimu mkuu wa shule ya Magoni, sawa mtoto? Mimi sina wazazi. Una wazazi? Unaishi na nani? Nilikuwa naishi na bibi yangu, alifariki. Kwa hiyo saizi unaishi na nani? Naishi peke yangu. Okay, basi sawa. Kesho njoo uanze shule, sawa mtoto? Inatakiwa usome bwana.
Laana gani hiyo kama sio imani tu? Basi dada yule ambaye kwa ukadiria alikuwa na miaka 30 alionekana kutokupendezwa kabisa na yale masuala ya kuamini vitu vya kipuuzi. Aisee, Dosari alipata matumaini mapya ya maisha. Yaani alijiona kweli yeye hana kasoro kama bibi yake alivyokuwa anamwambia. Kitendo cha kuitwa mtoto mzuri hakika kilimpa ujasiri, na aliamini huenda kweli watu wa pale kijijini wanamuonea wivu kutokana na akili ambazo alikuwa nazo. Dosari hata kuhama aligairi. Alirudi nyumbani akiwa na nguvu mpya na matumaini kibao ya kufanikiwa. Ilipofika usiku, alivamia kwenye shamba la jirani na kuiba mihogo, kisha alikwenda kuchemsha. Sauti ya bibi yake kwamba asiwe mnyonge, aishi kama mwanaume shujaa ilikuwa inajirudia. Dosari alijiambia mwenyewe hata kufa kwa njaa, bali ataishi na kushiba hata kama ni kuiba. Ni kweli ilipofika asubuhi na mapema, Dosari aliwahi shuleni. Yana alikuwa wa kwanza kufika shuleni kwa jinsi alivyokuwa na kimuhemuhe. Kila mtoto pale shuleni alikuwa anamwangalia na kumcheka. Baadhi ya walimu hasa wazamu waliwahi kufika pale shuleni siku hiyo walimfokea mno Dosari, huku wakiwa wanamtaka aondoke haraka pale shuleni. Hivyo mtoto, una mapepo sio? Wewe ulishaambiwa usikanyage hapa shuleni. Aliyekuleta hapa ni nani? Sasa nafumba macho nikifumbua nisikuone. La sivyo nitawaambia wanafunzi wote wakupige mawe. Ilikuwa maneno ya vitisho kutoka mwalimu wa zamu. Lakini mtoto Dosari alikaza, wala hakutishika na maneno ya mwalimu. Ghafla walimu wengine walifika pale na waliungana kumfokea Dosari, huku akimtishia viboko vya mgongoni bila sababu ili aondoke. Ghafla mwalimu mkuu mpya alifika. Aisee, yule dada alifoka kama mbogo, alijeruhiwa. Ukichukulia na stress ambazo walikuwa nazo, ambazo alitoka nazo huko alikotoka, alitamani hata kuwapiga makofi wale walimu, japo alikuwa wakubwa kwake. Nasemaje, kila mtu aandike barua kujieleza ikifika saa 2 ya ofisini kwangu. La sivyo wote nyie, ripoti ya hiki ambacho mnakifanya inafika kwa mkurugenzi. Pumbavu zenu. Wasomigeni mnaendekeza ushirikina. Nasemaje, ingali nipo hapa shuleni, huyu mtoto atasoma hapa na hakuna kumgusa. Haya mtoto, tangulia ofisini kwangu. Yule dada alitema cheche. Basi walimu wote walikaa kimya. Yaani maneno yalianza kusikika baada ya madam yule kuondoka kwenda ofisini kwake. Huyu mtoto mbona kaja na kasi mno? Ina maana ndo mwalimu mkuu aliyechukua nafasi ya mwalimu Bonge? Aisee, kama ndo huyo, kazi ipo. Subiri, amekuja kwa moto ila atapoa. Labda hawajua na kijijua hapa walivyo na umoja. Kama hajakataa kuuziwa hata nyanya, atajua. Atapoa tu, subiri tunamhesabia siku. Aisee, na huyu mtoto tusipomfanyia figisu akahama hapa shuleni atatuendesha mno. Yalikuwa mazungumzo ya walimu wale baada ya madam kuondoka na Dosari. Alijitambulisha pale shuleni kama Madam Oliver. Alikuwa ni mwalimu mkuu wa kwanza wa kike kuletwa pale shuleni tangu shule ile ianzishwe. Pia alikuwa mwalimu mkuu mwenye umri mdogo wahi kuletwa pale shuleni tangu shule ianzishwe. Kila mwanakijiji alishangaa taarifa kwamba eti mjukuu wa Bi Mweija yule mwenye laana kaandikishwa shule na mwalimu mkuu mpya, na sare za shule kanunuliwa, kwa hiyo atakuwa anachangamana na watoto wao. Aisee, mbona kiliwaka pale shuleni? Yaani kijiji kizima ni kama walihamia pale shuleni kupinga yale maamuzi. Yaani wazazi walikuwa wamejazana shuleni wakimtaka mtoto Dosari afukuzwe. Bwana Mboka ndo alikuwa mstari wa mbele kabisa. Basi yule mwalimu mkuu mpya alitoka na kuanza kuwasikiliza hoja zao mmoja baada ya mwingine. Kila mtu alikuwa anatoa hoja yake ya kuchochea mtoto Dosari afukuzwe shule. Madam Oliver aliwasikiliza kwa uzuri kabisa, huku akitikisa kichwa kuonesha kuelewa hoja ya kila mmoja wao. Okay, nimewasikia hoja zenu. Asanteni kwa kuwasilisha. Basi nitazifanyia kazi hoja zenu nyote. Ilikuwa kauli ya mwalimu mkuu. Mwalimu, sio kuzifanyia kazi. Huyo afukuzwe leo na sisi tukiwa hapa tunaona. Basi sauti ya mmoja ya mzazi ilisikika. Basi wote kwa pamoja wakashangilia na kusema ndio. Kwanza mwalimu mkuu alicheka
huku akiwa anajiuliza kaletwa kwenye dunia aina gani ambayo watu bado wanaishi kizamani, dunia ambayo bado watu wanaamini ukizaliwa na mapungufu, yani mapungufu fulani, basi wewe una laana. Mungu wangu, nipe subra nisije kutukana. Basi Madam Oliva alijisemea kimoyomoyo, ila alikuwa anatamani kuporomosha bonge moja la tusi kwa wanakijiji wale. Mwalimu mkuu hakuongeza neno. Aliingia ofisini kwake, ndio kwanza alikwenda kumuita Dosari kule darasani na kumpatia madaftari mapya. Alafu, Dosari, ulisema unajua kuchora? Ndiyo mwalimu. Unaweza kuchora nini? Chochote kile nachora. Wacha we, hata mtu unaweza kumchora? Hebu nichoree mtu au gari. Basi mwalimu alikuwa anapiga story na Dosari kule ofisini, wakati nje wanakijiji wamechachamaa wanasubiri Dosari afukuzwe shule. Madam Oliva alikuwa anaamini Dosari anajua kuchora ile michoro ya watoto ya kawaida tu. Aisee, baada ya mchoro wa Dosari kukamilika, yule mwalimu alibaki katumbua macho huku akimwangalia Dosari mara mbele. Dosari alikuwa kamchora Madam Oliva kama alivyo, tena alikuwa kakaa kwenye kile kiti, kashika na chupa ya soda ambayo alikuwa nayo pale mezani. Na Dosari alitumia dakika 5 tu kuchora. Sijawahi ona, hii ni dhahabu inayotembea, Madam Oliva alijisemea kimoyomoyo huku akimwangalia mtoto Dosari. Dosari, kingine ambacho unaweza kufanya ni kipi? Mwalimu yule aligundua ile ni special talent, yani sio kipaji cha kawaida, na siri hiyo aliyekuwa anaijua ni bibi yake tu, kwamba Dosari kipaji alikuwa nacho si cha kawaida. Kingine inaweza kunakili maneno pasi na kuangalia. Kivipi yani? Madam Oliva aliuliza. Basi kijana Dosari hakutaka kuongea kwa maneno, yani kama sifa hivi. Alikuwa anataka kumuonesha mwalimu yule kwamba hujakosea kuniamini. Siku zote unaambiwa ukipata mtu wa kukushikilia, basi hata wewe shikilia uwezavyo. Ndio hicho alichokuwa anakifanya Dosari. Dosari alichukua kitabu cha mwalimu mkuu, tena kitabu chenyewe kilikuwa kimeandikwa kwa lugha ya Kifaransa, maana madam huyo alikuwa kasomea masuala ya lugha, yani Kifaransa na Kiingereza zilikuwa lugha ambazo anazijua vyema, japo Kifaransa ilikuwa sio sana. Madam Oliva alikuwa anamwangalia kipi Dosari anataka kufanya. Aliamini huenda Dosari anataka aanze kuandika neno moja kutoka kwenye kile kitabu, napo alikuwa haamini kama ataweza. Basi Dosari alifungua ukurasa wa kwanza akiangalia kwa dakika kama 3 huku akipitisha macho mstari kwa mstari. Baada hapo alifunga kile kitabu. Msikilizaji, hivi nikuulize swali, umewahi kuangalia ile movie inaitwa Perfume? Ule uwezo wa jamaa kunusa, basi ndio uwezo kama huo Dosari alikuwa nao, ila yeye ilikuwa ni kukariri vitu na sio kunusa. Yani ilikuwa kama movie hivi, Madam Oliva anashuhudia. Baada ya Dosari kufunga kile kitabu, aisee, alishusha maandishi yote kama yalivyo. Yani alishika peni na kuanza kuandika neno baada ya neno kama alivyokuwa ameandika kwenye kitabu, mpaka nukta alikuwa anaweka. Kwanza Madam Oliva alikaa huko akiwa anamwangalia Dosari bila kuongea neno. Dosari, unajua kusoma? Sijui mwalimu. Kwa hiyo ulichoandika hapo umewezaje? Nimenakili kwenye kitabu kama kilivyo, alikuwa majibu ya Dosari. Muda huo huko nje wanakijiji walikuwa wanapiga makelele huku akiwa anatishia kuchoma shule. Basi Madam Oliva akiwa na mzuka mpya baada ya kugundua mtoto Dosari sio kumpuuzia, ana kitu cha ziada. Yani kiufupi Dosari alikuwa na kipaji cha kukariri na sio kuelewa. Ukimfundisha kitu na ukaleta kwenye mtihani kama kilivyo, basi anapata zote. Ila ukibadilisha tu kidogo swali, basi anakuwa haelewi kitu. Hata kusoma tu na kuandika jina lake Dosari alikuwa hajui. Ila sasa ukimwandikia kitu na akaona mara moja tu, basi anaandika kama kilivyo. Hiyo ndio ilikuwa sifa ya Dosari. Madamu alifika mpaka walipokusanyika wale wazazi, tena alitoka akiwa kamshika Dosari mkono. Nimesikia kuna mpuzi anasema mtachoma shule. Aisee, shule hii hapa, chomeni. Shule si yenu au mimi nilikuja nayo? Haya, shule hiyo hapo, chomeni. Na mnisikilize, ili mradi mimi ndo mwalimu mkuu kwenye hii shule.
na nipo hai, basi huyu mtoto ataendelea kusoma hapa na hakuna wa kumgusa. Kama kuna mtu anaamini yupo juu ya sheria, basi amguse huyu mtoto kama hajakwenda kuozea gerezani. Madam Oliver akiwa na hasira aliamua kutema cheche. Hakika aliunguruma. Aisee, baada wanakijiji kusikia masuala ya kwenda kunyea debe, walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine, ila walitoa vitisho kwamba watamuonesha. Basi siku hiyo ilipita na Madam Oliver, kwa sababu alikuwa anaishi peke yake, alimwambia kuanzia siku hiyo Dosari atakuwa anaishi pale kwake, maana aliona huko anakoishi hakuna usalama hata kidogo. Basi siku kama 2 zilipita. Siku hiyo walimu walishangaa pale shuleni, hakuna mwanafunzi hata mmoja. Taarifa zilimfikia mwalimu mkuu kuhusu hali inayoendelea. Yaani wazazi wote walikuwa wamesemezana kwamba wanafunzi wote wasiende shuleni waone huyo mwalimu mkuu na walimu wake watafundisha nini. Yaani wazazi walikuwa nadhani wanamkomoa Madam Oliver na waliamini kwa lile lazima tu atamtimua Dosari. Ila watu wa huku boga kweli. Kwa hiyo wanadhani kwa kufanya hivi kuambia wanafunzi wasije shule wananikomoa. Sasa subiri tuone nani atapata hasara. Madam Oliver alicheka mno baada ya kukuta shule nzima mwanafunzi ni Dosari tu. Hata walimu wenzake walishangaa kwamba kwa nini yeye haogopi. Madam Oliver, ujue hii kazi mimi nina uzoefu nayo zaidi ya miaka 20. Na hapa kijijini nimekaa miaka 10. Na wajua fika wanakijiji wa hapa walivyo na umoja. Naona kabisa watafanya tupoteze kazi tena kwa ajili ya mwanafunzi mmoja tu. Mimi naona huyu mwanafunzi aachishwe tu shule ili kuokoa hii hali. Basi ulikuwa ushauri wa baba mtu mzima ambaye alikuwa mwalimu mkongwe pale shuleni. Hivi mwalimu Yose, nikuulize, pamoja na elimu yako yote na uzoefu wako kazini, unaamini huyo mtoto hapaswi kusoma? Na unaamini ni kweli ana laana? Madam Oliver aliuliza huku akiwa kamkazia yule baba macho. Basi yule baba alibaki kumung'unya tu maneno. Aisema Madam Oliver alikuwa tofauti. Kama ni jiwe basi ilikuwa jiwe la chuma, na kama ni chuma basi chuma cha pua. Siku ya kwanza ilipita, siku ya pili ilipita huku shuleni kukiwa hakuna wanafunzi. Wiki nzima ilipita shuleni kukiwa hakuna wanafunzi, na Oliver alikuwa hana shida kubembeleza mtu. Bila hata kuombwa, watoto walianza kuja wenyewe shuleni, japo wazazi walikuwa wanatukana matusi kama yote. Oliver alipokuwa mgumu aisee, watoto baada ya kufika shuleni, kila mtoto alirudishwa na barua akamuite mzazi. Mbona alikoma? Unajua mkiwa kwenye uwingi waga kuna kujiamini fulani hivi na kuropoka, lakini awamu hii alikuwa anaitwa mzazi mmoja mmoja shuleni na mtoto wake. Basi Oliver alikuwa anatoa bonge la kitisho. Sikiliza mzazi, huo mkumbo unaofuata utakuponza. Na ninao uwezo wa kupiga simu polisi sasa hivi. Nikasema umemkataza mtoto kuja shule. Unajua adhabu yake ni ipi? Utakwenda kuozea gerezani. Sasa ukija kurudia tena kuleta pua yako shuleni bila sababu ya msingi, eti kuzuia mtoto wa mwenzako asisome, aisee, sijui kitatokea nini. Yalikuwa maneno ya Madam Oliver ambayo alikuwa akiyatoa kwa kila mzazi aliyefika pale shuleni. Aisee, lile vuguvugu lilipungua, watu walikuwa wananungunika chini chini, ila Dosari aliendelea kusoma pale shuleni. Awamu hii Dosari hata kusoma alijua, kuandika jina lake alijua, na uwezo wake kukariri uliongezeka maradufu. Sio mwalimu mkuu peke yake ambaye alianza kushuhudia uwezo wa Dosari kwa ukubwa, bali walimu wote walikuwa wanashangazwa na uwezo wa Dosari kwenye kukariri mambo. Ila huku mtaani wanakijiji bado inaonekana kesi na Madam Oliver ilikuwa haijaisha. Yaani watu walikuwa wanamsema vibaya mno huku akiwa hawamkubali kabisa. Yaani mtoto mdogo wa juzi tu akatuletea dharau kijijini kwetu. Subiri, huyu atapata tabu mpaka ataomba kuhama mwenyewe. Aisee, huyu inatakiwa tuoneshe umoja. Hakuna kumpatia ushirikiano kwa lolote lile hapa kijijini. Ndio dawa yake. Yalikuwa maneno ya wazee wakilalamika pale virabuni. Na kweli baada hapo Madam Oliver alikuwa hapewi huduma yote pale kijijini. Yaani hata akienda dukani kununua vocha alikuwa hauziwi.
sijui kaenda sokoni kununua kitu gani, hakuna ambacho alikuwa anauziwa. Wapuuzi kweli. Kwa hiyo wanajua wananikomoa au sitishiki. Sasa dosari, sikiliza, kimbia kijiji cha pili kanunue vitu. Basi Madam Oliva baada ya kutoka huko alikotoka na kukataliwa kuuziwa vitu, alimtuma dosari kijiji cha pili, lakini dosari alisema huko wanamjua, hawatamuuzia, bora mwalimu aende mwenyewe. Basi Madam Oliva aliazima baisikeli kwa mwalimu mwenzake ili aende huko kijijini, yani kijiji cha pili, lakini baisikeli alinyimwa isee. Ilibidi Madam Oliva atembee mpaka kijiji cha pili, na ilikuwa mbali kidogo, hakika walijua kumkomoa. Kikiwa kigiza kimetanda, Madam Oliva akiwa anatoka kijiji cha pili, kabeba mazagazaga kwenye kikapu, ghafla vijana walimvamia na kumpora kile kikapu. Hata kipigo walimpata cha kutosha, ila miongoni mwa wale vijana alimtambua na alikuwa anajua mpaka anapotokea. Madam Oliva alirudi nyumbani akiwa na ngeu za kipigo, ila hasira ambayo alikuwa nayo ilikuwa sawa dunia hii. Siku iliyofuata taarifa ya kile kilichomtokea Madam Oliva ilizagaa kijijini. Basi watu walikuwa wanaona burudani kweli. Walimu wenzake ndio kwanza walifurahi, maana walikuwa wanaona Madam Oliva anajiona. Madam Oliva alikuwa mtoto wa mjini, yani alikuwa kazaliwa mjini, kakulia mjini, tena Uswahilini. Kwa hiyo uhuni wote alikuwa anaujua. Siwezi kufanyia ufala wa namna hii na watoto wa kijijini. Sasa subiri, nitaonesha show kwamba mimi sio saizi yao. Madam Oliva akiwa na hasira alijiongelesha. Baada ya hapo alivuta simu yake na kumpigia binamu yake. Bina, hata mkija watano freshi, nataka mje kuninyoshia puuzi huko. Ilikuwa kauli ya Oliva baada ya kupiga simu. Madam Oliva kalelewa na shangazi yake. Inasadikika baba yake alikuwa jambazi wa kimataifa, yani jambazi sugu alishindikana. Na baba yake inasemekana alikufa baada ya kupigwa risasi na askari wakiwa kwenye harakati za uhalifu. Yani ukoo wa kina Oliva wote walikuwa na damu ya kitukutu. Hata huyo shangazi yake na Oliva alimlea alikuwa muuza gongo maarufu Uswahilini, na inasemekana kwamba amewahi kumpiga askari na chupa mpaka kazima. Oliva mwenyewe alikuwa akakulia mazingira ya kitukutu. Hata kusoma kwake aisee mpaka anamaliza ilikuwa taabu sana. Pale kitaa Oliva alikuwa kakuwa na mtoto wa shangazi yake pamoja na vijana wengine. Huyo mtoto wa shangazi yake ambaye anafahamika kwa jina la Kiwembe alikuwa kapinda haina mfano. Mtaa mzima alikuwa anaogopwa. Alikuwa kapelekwa gerezani zaidi ya mara 9. Kila anapotembea ulikuwa humkosi na viwembe, mpaka wakamuita Kiwembe. Na bwana Kiwembe alikuwa na kundi lake la masela. Kama una kipengele chochote au kuna watu wanakuzingua, ukilita hilo genge aisee, watu wanakuomba po. Sasa huyo Kiwembe, mtoto wa shangazi yake na Oliva, ndo alikuwa katoka kupigiwa simu na Oliva. Yani vijana wa pale kijijini kiufupi walikuwa wameatimba, halafu wameakanyaga. Kumbe na ubishi wote wa Madam Oliva aisee, kumbe alikuwa kakulia kwenye familia ya kitukutu. Hata damu yake ilikuwa kitukutu. Kwa hiyo kuhusu vitisho kwake alikuwa anaona kama kunywa maji tu. Kama Oliva alivyompigia binamu yake huyo simu, ndio ilivyotokea. Baada ya siku 2 pale kijijini, vijana 4 waliopinda walitia timu. Unajua kupinda, walikuwa wamepinda ile mbaya, na mbaya zaidi ya awamu hii walikuwa wanamiliki mpaka bastola. Jamani, unajua ni nini ambacho kilitokea pale kijijini? Basi kujua undani wa haya yote, tukutane hapo kesho katika sehemu ya pili ya mkasa huu ambao unaitwa Walimwengu na yatima mlemavu aligeuka shujaa. Yatima mlemavu ni nani? Ni dosari ama kuna mwingine? Basi tukutane hapo kesho, tutajua undani wa simulizi hii ambacho nimeamua kukuletea hapa Light Simulizi. Asante kwa support yako, asante kwa kunipenda, lakini pasina kusahau mwandishi wa simulizi hii muite Mwak The Don. Pale FB ama Facebook anapatikana kwa jina la Mwak The Don Story. Hapo utakuwa umetisha kweli kweli, lakini namba za mawasiliano ama za WhatsApp nimekuandikia hapo juu. Ukitaka kumtafuta kwa ajili ya simulizi kali, mtamcheki kwa hiyo namba ambayo nimeandika hapo juu. Love you so much.